Bana, saizi tuko maeneo ya shamba huko. Naona kama jinsi ambavyo ilivyo hii miogo. Hii ni miogo ya iliyopoa. Iliyopoa maana yake kuanzia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kesho tukianza kufunga, yawezekana iftari ikapatikana hapa. Lakini hili sio la jambo ambalo wanasitoa saizi kuzungumza. Jambo kubwa ambalo nataka kuzungumza, kwanza kuipongeza serikali chini ya Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Makonda. Wana Simba tumefurahi kuona namna ambavyo mabadiliko ya katiba, amendment ya katiba zimekamilika, na katiba yetu kwa mujibu wa msajili leo ametukabidhi rasmi. Hii ndio timu ya wanachama, sio timu ya sultani mtu mmoja anaamua kile ambacho anachotaka. Guys, sasa tunakwenda kuyaona mabadiliko makubwa katika klabu ya Simba. Mabadiliko ambayo tutayaona kwenye pitch na mabadiliko ambayo tutaona nje ya pitch. Maana yake nje ya pitch, katika uwekezaji mkubwa Simba anakwenda kuwekeza. Na imani ndani ya miaka miwili baada ya mabadiliko haya ya katiba na uendeshaji wa klabu ya Simba kwenda kukamilika, tutakwenda kufanya jambo kubwa sana maeneo ya Bunju. Hiyo sidi na kupeni hizo kodi, kaeni nazo. Sitaki kuzungumza sana kwa hapa watu faida. Sisi sio watu waropwa, sio watu wa kupiga kelele, sio timu ya kisultani. Hii timu ya wanachama wote. Kila mmoja ana haki ya kutoa maoni yake na kila mmoja ana haki ya kutoa mapendekezo yake namna ambavyo klabu yetu jinsi ambavyo ya kuendesha. Hongera sana msajili wa Simba. Kuna kauli moja umezungumza nimeipenda sana. Kauli ambayo uliosema Simba ndio itakuwa klabu ya mfano wa pekee Tanzania, vilabu vingine kuiga kwa namna ambavyo ya uendeshaji wa klabu yao. Sijui niishie hapa. Kwa sababu kuna watu walisema La Liga na hela ikaliwa. Kumbe bwana, hata barua ya mabadiliko ya uendeshaji hakuna. Lakini sasa kuzungumza sana kwa sababu nawajua wao wanaendesha mambo yao kisultani. Lakini guys, nawashukuru sana, nawapongeza sana wana Simba, wamekuwa uvumilivu takriban miaka 7 mpaka 8. Jambo limekwenda kukamilika. Sasa tutaona Simba. Acha tuendelee na shamba zaidi.